Good afternoon. How are you? Welcome. To Steven Lameck Machingwa. Umri wangu ni miaka 71. Ni mkazi wa kijiji cha Silonge, kata ya Mpanda Ndogo, wilaya ya Tanganyika. Mimi elimu yangu nilisoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 mwaka 1969. Sikuweza kuendelea na masomo yoyote hadi mwaka juzi. Mwaka juzi ilibidi nianze kusoma, mambo mengi yalikuwa yanakuja yakielekea kwenye elimu, nikiwa nateuliwa mavikao mengine kama mwenyekiti, lakini vile vikao vya kuongea Kizungu walikuwa wananiona mimi kama nina elimu wakati sina elimu. Basi niliongea na bwana shamba mmoja wa mkoa wa Katavi. Akaniambia, babu, wewe umri wako huu unajiweza kutembea na unahitaji kula na unalima pia, hata elimu inakuhitaji uwe nayo. Elimu hiyo utakayoipata itakusaidia katika mambo mengi. Basi akanifanyia utaratibu, nikaanza kusoma elimu ya watu wazima Kasheto, Mpanda mjini. Mtihani wa form 1 nikamaliza, nikaingia form 2. Mtihani wa form 2 sikufanya vizuri. Basi sikufanya vizuri, nilikaa nyumbani tu nikajifikiria wapi nilikosea. Sasa ilikuwa mwaka 2011. Basi nikarudia tena kufanya mtihani. Ndio mwaka jana nikafaulu. Hatimaye kuingia sasa kidato cha 4. Nikapata barua kutoka wizarani, kwa ushindi uliopata unaruhusiwa kufanya mtihani wa kumaliza form 4. Nikirudi nyuma niache kusoma, muda mwingi ni kukaa tu bila kazi yote. Lakini inanisaidia shule kwa mambo mengi, ikiwa kujiunga kwenye makundi, inakuwa muda mwingi akili inafikiria kitabu. Vile vile ninakuwa na hekima katika kijiji kuanzia sasa mpaka wamenichagua kuwa mzee maarufu. Watu wazima wenye umri kama wa Steven Machingwa wa hapa Silonge, ambao wamepita kwenye mfumo wa kuitafuta elimu ya sekondari, ambapo anafanya mtihani wanaita wa QT. Ni mtihani ambao ni wa upimaji unaompa kibali cha kufanya mtihani wa darasa la 4 au mtihani wa form 4. Sasa mwaka huu ambao pia ni mwaka wa uchaguzi, mzee Steven hapa anajiandaa kwenda kufanya mtihani. Na sisi tumekuja kuona kwanza nyenzo alizo nazo katika maandalizi. Mimi mwalimu na mwalimu Kijaro pale na walimu wengine tumeona amejiandaa, yuko vizuri. Tunampongeza sana. Katika umri huu ni wachache kuwapata, lakini hapa Silonge mna bahati. Kwa hiyo anaendelea kuwa ni mfano mzuri wa kuigwa. Hongera sana. Amina. Mungu akutie nguvu. Amina. Tunakuombea. Amina. Unafanya mtihani tarehe ngapi? Tarehe 10 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 11. Maono yako yamewezekana kwa sababu serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira bora. Hongera sana. Amina. Lakini kwenye wiki ya elimu ya watu wazima, sisi tulifanya semina kumwezesha. Anao uhakika wa kwenda kukaa kwenye hoteli Mpanda na kusubiri kufanya mtihani yake na maandalizi yake. Tumekuja leo hapa kutazama unavyoendelea kujiandaa na tukuambie kwamba songa mbele, ushindi upo.